Mimi nadhani tuyaishi maneno, tuishi imani zetu, kwa sababu hakuna mtu aliyekufa akarudi. Kama Kristo mwenyewe alikufa. Sisi kuna atakayerudi. Kwa hiyo ni kukaa na kupanga na kufanya mambo ambayo umeachiwa, kwa sababu ni jambo ambalo unatakiwa kufanyia kazi. Nasema kwamba serikali ina fursa nyingi. Na sisi wanawake, mimi napenda kutulia wanawake, tuna fursa nyingi. Tuna ile mikopo ya 10%. Kuna fursa za manunuzi. Kwa hiyo unaweza kuwa kwenye kikundi au uko mwenyewe. Hizo zabuni zinapatikana kupitia mifumo ya manunuzi. Kwa hiyo kila serikali inachonunua kwenye kazi zake, kazi za labda za ujenzi, kazi za maji, kazi za afya, zote za ujenzi zote, 30% yale manunuzi zile kazi zimepewa kwa makundi maalum. Kwa hiyo katika makundi maalum wanawake wao, sawa, wazee, wa vijana na watu wenye ulemavu. Kwa hiyo pote pale tunafanyaje? Tunaingia. Tunaelewana jamani? Lakini pia kuna fursa za mikopo ya riba nafuu ambayo inatolewa na NMB kwa niaba ya serikali ya wafanyabiashara ndogo ndogo. Hizo nazo unaweza ukafanya peke yako au kama kikundi. Hizo mikopo hiyo inatolewa kwa 7% tu, lakini taratibu zote zinazotakiwa uzifikie kule lazima ufikie. Lazima uwe na kitambulisho cha NIDA, uwe na andiko la biashara, uwe na biashara ambayo unaonyesha kwa ajili ya kupewa hiyo mikopo. Unaelewana jamani? Bado tunaendelea hapa. Kwa hiyo hizo fursa zote tunapozitumia vizuri, utaona kabisa kwamba serikali inatoa fursa nyingi sana kwa ajili ya wanawake na bila kuwatoa wajane, kwa sababu wajane ni wanawake. Tunaelewana jamani? Hapo tumeelewana. Kikubwa ni kujifungia ndani. Kutoka unapomwona mwenzako anafanya kitu, muulize amefikia wapi. Lakini usiige biashara. Fanya kitu kile ambacho unaona wewe unaweza. Una mapendo nacho. Kama mwingine anasuka nywele, wewe inawezekana hata huna hiyo ujui. Kwanza hata lugha ya kumkabisha mteja ya kusuka. Fuga kuku, ongea na kuku wako. Ongea na mbuzi wako. Si ndio? Fanya kile ambacho wewe unaona unaweza. Siku ya leo pamoja nanyi. Kwa niaba ya Raji Foundation, siku ya leo tunao furaha kukabidhi mizinga ya nyuki ambayo ni mizinga 50. Tutagawa katika mkoa wa Tabora mizinga 25 na mingine itapelekwa mkoa wa Mwanza 25. Hafla hii ni mwendelezo wa juhudi zetu za kuwezesha wanawake wajane kiuchumi kupitia ufugaji wa nyuki, ambapo malengo yetu kwa kugawa mizinga 200 kwa mwaka huu 2026. Kwa kwanza tumegawa mizinga 50 katika mkoa wa Kigoma, pia tumegawa mizinga 25 katika mkoa wa Pwani, wilaya ya Kibaha, na pia mkoa wa Rukwa 25 katika wilaya ya Sumbawanga. Hivyo zoezi hili litaendelea kupanuka katika mikoa mbalimbali kwa lengo la kuwafikia walengwa zaidi na kuwaongezea fursa za kujipatia kipato. Msaada huu ni sehemu ya juhudi za Raji Foundation kuwawezesha wanawake kiuchumi na kujenga vyanzo endelevu vya kipato. Tunaamini kuwa ufugaji wa nyuki unaweza kuwa fursa nzuri ya kuongeza kipato cha familia na kuchangia maendeleo ya jamii. Kupitia mradi huu tunalenga kuwapa wanawake wajane fursa ya kujiajiri, kuongeza uzalishaji wa asali na mazao mengine ya nyuki, pamoja na kutumia rasilimali zilizopo katika mazingira yao kwa njia yenye tija. Tunaamini kuwa endapo mizinga hii itatunzwa na kutumiwa ipasavyo, inaweza kuwa chanzo kizuri cha kipato kwa wanufaika na familia zao. Ndugu mgeni rasmi, wajane wana changamoto mbalimbali. Baadhi ya changamoto hizo ni hii: 1, kuachwa kwenye hali ya msongo wa mawazo; 2, kufukuzwa kwenye nyumba na wakwe, mawifi
baada ya mume kufariki. 3, kunyimwa haki ya urithi mali walizokuwa nazo wakati mume hajafariki au hajapata shida ya kifo. Namba 4, mila na desturi na ukandamizaji na kurithiwa. Namba 5, ukosefu wa mafunzo ya namna ya kuendesha biashara au ufugaji kwa wajane ambao hupelekea biashara kufa, pia wengine kukosa mitaji. Namba 6, kutengwa na kunyanyaswa. Namba 7, kutokuwa na bima za afya, hivyo kukosa huduma za matibabu endapo hospitali. Ndugu mgeni rasmi, sisi wajane tunashukuru sana kwa kukubali mwaliko wetu na kuacha shughuli zako na kuungana nasi kwa ajili ya ugeni huu mkubwa wa viongozi wa wajane taifa. Mungu akubariki na azidi kukupa kibali siku hadi siku katika majukumu ulionayo serikalini na kwa watu wote. Mimi kwa majina naitwa Mariamu Amiri, ni mkazi wa hapa Manispaa Tabora na ni mjane. Tumefanikiwa kupata mizinga 25 kutoka Large Foundation. Kwa kweli tunashukuru sana, tunashukuru sana, tunashukuru sana. Itaenda kutusaidia tukishavuna asali, kwa kweli itatusaidia, tutapata kikapo, kipaji, hicho kipaji kitatuongezea zaidi na zaidi ili tuweze kujikwamua wajane. Wito wangu kwa wajane ambao hawajaingia na ambao hawana mwamko, wanaposikia kuwa kuna kongamano la wajane, aidha kuna mkutano wa wajane, aidha kuna kikao cha wajane, tunaomba wajitokeze kwa wingi kuja kusikiliza. Maana kusikiliza kunaweza kukakupa mawazo mengi mbalimbali ambayo utakapofikiria kama utakuwa una hili basi utaongeza hili, ndipo utakapojikwamua. Kwa jina naitwa Rehema Kalisti Miambo, ni katibu wa chama cha wajane mkoa wa Tabora pamoja na wilaya zake zote. Kwa kuwakilisha wajane wote, kwanza tunashukuru ili shirika kutukabidhi mizinga ya asali, lakini sio kama ni asali tu, wanazalisha tena kuna maziwa ya nyuki na mazao mengineo. Lakini hivyo vitu vingine, maziwa ya nyuki yana gharama. Hapa tulipo, mimi kwa kuwakilisha wajane wengine wote wa mkoa wa Tabora pamoja na wilaya zote, tunamuomba Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na mama yetu mawaziri, Mama Gwajima kule alipo atusikie kilio chetu sisi tukiwa kama wajane, atuletee wafadhili ili tupate mafunzo zaidi na zaidi. Pia na wasi wajane wenzangu wasikae majumbani, wasijifungie na wasikae wanalia. Tunaomba tujumuike wote kutoa stress. Na ndio maana kauli yetu mbiu inasema wajane, umoja wetu ndio nguvu yetu, no stress.